Huko nyuma na zamani ilikuwa mtoto wa kike kuzaliwa kwake mpaka kukua kwake, akifikia umri wa kuvunja ungo anawekwa ndani, kwa maana ya kufichwa na kufundishwa desturi zinazoendana na hali aliyokuwa nayo na umri unaokwenda mbele. Anapewa miiko na taratibu. Lakini ikiwa akiwekwa ndani baada ya kuvunja ungo, ilikuwa anatoka siku ambayo wazazi wake wamemtafutia mume aliyekuwa bora katika maisha yake. Binti alikuwa akiwekwa ndani mara moja tu, akivunja ungo mpaka siku atakayeolewa ndio anatoka na kwenda kwa mumewe. Maisha yakaenda, baadaye kikaja kizazi kikaongeza nyakati za kuwekwa mwanamke ndani akishakuwa mkubwa, kwamba akivunja ungo anawekwa ndani, anafundishwa kwamba wewe ushakuwa msichana mkubwa, kuna mambo unatakiwa ujiepushe nayo, kuna mambo unatakiwa ukaa nayo mbali, kuna mambo unatakiwa ndio yawe mavazi katika maisha yako. Lakini kwa sababu tunamtaka binti huyu awe na maendeleo ya kijamii, aendelee kusoma, baada ya pale anatolewa, anaendelea na masomo yake. Itakapofikia wakati wa kuposwa, atawekwa tena ndani na kufundishwa namna ya kwenda kuishi na mumewe, atachukuliwa, atakwenda katika ndoa na maisha ya mumewe. Kikaja kizazi ambacho ndicho kinaendelea mpaka sasa. Kizazi kilichofuatia baada ya pale ni kizazi ambacho binti hawekwi ndani akivunja ungo, wala hawekwi ndani akikaribia kuolewa. Lakini kubwa zaidi, ambaya zaidi, ni hata wale wazazi ambao wanapoletewa posa kwa ajili ya mabinti zao, ukafikia wakati wa kuzijibu zile posa ili mabinti zao waolewe, wakajibu zile posa kwa kuweka orodha ya vitu ambavyo kisheria havina msingi wala maana yoyote, bali vimekuwa ni vikwazo vya kuwafanya vijana wengi wasioe kwa haraka. Na kuja mtu ameposa binti yako, umemuuliza binti mahari ni kiasi gani, kwamba mahari $500. Barua ile ikijibiwa kwenda kwa yule muhusika, mshenga akija kuchukua ile barua, akiifungua kuangalia mahari ya binti, anakuta mahari ni $2.5 milioni, $3. Kutoka $500,000 mpaka $2.5 imefikaje? Kuna vitu vimeorodheshwa hapo. Kuna bakora ya babu, sijui kuna mkaja wa nani, sijui wa baba, sijui kuna mkaja wa mama, kuna tenge la shangazi, kuna blanketi sijui la nani, kuna msuri sijui wa nani, kuna jembe sijui kuna kitu gani. Vyote vimeorodheshwa, ambavyo hivyo vilivyoorodheshwa gharama yake ni kubwa kuliko hata mahari ya biharusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala
tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mara nyingine tena ametuwafikisha kuwa nasi ni miongoni mwa waja wake waliobahatika kutekeleza maagizo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alipotoa amri ya kutaka wale wote wanaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukusanyika na kujumuika katika ibada hii ya Ijumaa ndani ya wakati kama huu, ilihitaji taufiki yake pia kutukusanya katika maeneo haya. Tupo katika zama ambazo hakuna kilichokuwa bora kwa mwanadamu isipokuwa ni nafsi yake juu ya dunia yake. Hata ukimwona mwanadamu analihangaikia jambo lako, basi hakika yake huwa ndani yake kuna maslahi yake yeye kwanza, ndiyo aliyoyazingatia kabla ya kujua maslahi yako wewe utakayoyapata. Ndio ulimwengu tuliokuwa nao. Kwa hiyo kupata bahati katika ulimwengu kama huu, walau nusu saa, lisali moja, ukaingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa hakuna kilichokuleta isipokuwa ni kutekeleza maagizo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jambo hili ni jambo kubwa tunalopasa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sambamba na hilo ni kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye hakuna namna ya kumweleza ikawa imeishinda ile aliyoeleza mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala pale alipomsifu ndani ya Qur'ani, wa innaka la ala khuluqin adhim. Hakuna namna nyingine utakayoweza kumweleza. Namna zote ambazo ameelezwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haziwezi kuifikia daraja ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kuonesha utukufu wake, daraja yake na thamani aliyokuwa nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niwahusieni waja wa Allah pamoja na kuihusia nafsi yangu, tumcheni sana Mwenyezi Mungu haki ya kumcha. Hatuna namna nyingine iliyokuwa bora uzuri huu tunaojipamba nao katika mavazi na matendo isipokuwa ni kuhakikisha hatuyafanyi haya ila kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna dakika chache kuelekea katika iqama ya salati aljumaa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuyaseme yale yaliyokuwa ya sawa, tuyaseme yale ambayo atakayoitibu jamii na kuzitibu nafsi zetu, tuyaseme yale ambayo yataendelea kutusafishia njia iliyokuwa bora zaidi kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa ni salama wenye kusalimika. Ni Jumaa ya kwanza ya mwaka mpya 1448 Hijiria. Kalenda Hijiria ilipoasisiwa kulikuwa na kauli nyingi ianzie wapi, lakini mwisho walioiasisi walikubaliana na wakafikia neno kwamba kalenda ihamie ile siku ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba aliyokuwa nao walitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kuhama mji wa Makka al-Mukarrama, mji ambao ulikuwa na vikwazo vingi kutekeleza ibada zao, na kuelekea katika mji wa Madinatul Munawwara ambao wakati huo ulikuwa ukiitwa mji wa Yathrib. Ndio kalenda ilianzishwa kupitia siku ile. Na tukiliangalia tukio la Mtume Muhammad kuhama kwake pamoja na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, walipofika safari yao kule Madina, mmoja au miongoni mwa masahaba alimfuata Mtume Muhammad akampa dondoo na yaliyomo ndani ya msafara wao, akamwambia kwamba tumehama, lakini ndani ya msafara ambao tumeondoka nao kule kuja katika mji huu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndanimwe wako ambao pia wamehama, lakini sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakamtajia makundi mbalimbali ambao yalihama katika msafara ule.
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kupokea taarifa hizi alikuja mbele ya masahaba na akasimama na kuwanadia ama kuwatangazia akiwaambia, innamal a'malu binniyat, kwamba hakika si mengineyo mambo yote na matendo yote anayoyafanya mwanadamu, faida yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hasara yake inatokana na nia aliyokuwa nayo katika matendo yale anayoyafanya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mmoja atalipwa kutokana na lile ambalo amelihamia. Umehama kwa ajili ya jambo gani? Mwenyezi Mungu atakulipa kwa ajili ya hilo lilokufanya uame. Akataja makundi takriban matatu mbele, akasema faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, yule ambaye amehama kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutekeleza maagizo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atalipwa kwa nia aliyokuwa nayo katika kuhama kwake kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akalitaja kundi la pili kwa la tatu, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, yule ambaye amehama kwa ajili ya dunia yake, kwamba ametazama lile kundi ambalo linahama kutoka Maka kuja Madina, ndani yake kuna wafanyabiashara wenziwe, ndani yake kuna wateja wake, ndani yake kuna vibarua wake wa kufanya nao kazi, ama ndani yake kuna mabosi ambao walikuwa wakimpatenda na yeye kupata riziki. Kuhama kwao akaona na yeye bora afuate msafara ili maisha yake yaende huko. Au imraatin yankihuha, au amehama kwa sababu tu kuna mwanamke anataka kumuoa, akaona bora ahame, na yule mwanamke alimpa sharti kwamba ukitaka kunioa basi twende wote Madina, ukifika kule utanioa, naye kweli akahama kwa ajili ya hilo. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu hawa wote atawalipa kutokana na nia zao juu ya yale ambayo wameyakusudia. Maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in juu ya namna gani ya uzuri wa kutengeneza nia zao katika yale wanaoyafanya na kumtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila wanachokifanya. Ikiwa ni dunia ndio wameitanguliza mbele yao, wamwangalie Mwenyezi Mungu wanataka nini kupitia dunia yao, na ikiwa ni ndoa ndio walioitanguliza katika maisha yao, wamwangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka nini kupitia hiyo ndoa ambayo wao wameiona ndio bora zaidi katika maisha yao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuizungumza hijra kwa zama zetu, kwa sisi ambao hatukubahatika kuwemo katika wakati ule katika kundi lile waliotoka Maka kwenda Madina, ni ile siku pia aliwaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, mwenye kuhama wa hakika ni yule ambaye ameyahama yale ambayo Mwenyezi Mungu amemkataza nayo katika maisha yake. Tumeingia katika mwaka mpya wa Hijiria, kwa kuwa sisi hatuko katika wale waliokuwa wakitoka Maka kwenda Madinatul Munawwara, lakini tuko katika zama hizi tulizokuwa nazo. Basi tuyaishi maneno ya Bwana Mtume Muhammad kwa kuyahama yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayachukia na hapendezewi nayo kuyaona katika maisha yetu, na anakerekwa nayo kuyaona tukijipamba nayo, bali tuhamie katika yale ambayo anayapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayapenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio yanayopendwa na waumini wa kweli waliomwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika yale anayoyaridhia na tuepushe katika yale ambayo hayaridhii na anayachukia. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala habibihi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ikhwata al-a'izza marratan ukhra usikum wa awsi nafsi bi taqwallah
Kwa mara nyingine niwahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu baada ya kumshukuru Allah na baada ya kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumcheni sana Mwenyezi Mungu haki ya kumcha. Ni wajibu wetu na ndio jambo pekee linalopendeza katika haya mazuri tunayoyafanya, ili yabaki kuwa salama, ni kuhakikisha tunatanguliza matakwa ya Mwenyezi Mungu na radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-a'zza, katika juma lililopita tulizungumza miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu jamii yetu hadhi, heshima, lakini pia kuteteresha uchumi, ni kujiweka mbali na masala mazima ya ndoa. Na tuliondoka na kauli kwamba tujitahidi kila mmoja katika mtaa wake, katika maeneo yake, kazini, kijiweni na maeneo mbalimbali, tuondoke na kauli au na kauli mbiu kwamba tuhakikishe kila kijana mwenzetu aingie katika ndoa, na tuhakikishe kila mwanandoa ambaye aiheshimu ndoa yake, haithamini ndoa yake, amepoteza haki zinazotakikana katika ndoa yake, basi ahakikishe kwamba anarudi katika kuitendea haki ndoa yake. Na tukatoa mifano mbalimbali ya kijamii tuliyokuwa nayo sasa, tukaona mpaka namna gani ambavyo tunayo jamii na tunao watu leo wanaingia katika ndoa, hususan kina mama, ilhali bado wao ni wake za watu, kwa sababu tu ya kuchukua sheria na hukumu za mitaani kuziingiza katika mambo ya kidini na ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Niendelee kuwakumbusha, tunaanza mwaka mpya, mabadiliko kama aliyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kuyahama yale ambayo ayaridhii Mwenyezi Mungu na kuhamia katika yale ambayo anayataka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuendelee kuyasimika katika masala mazima ya ndoa na kujiepusha na uchafu wa zinaa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, alikataza hata kule kuikaribia zinaa yenyewe, na alikataza hiyo zinaa kwa kujua wazi kwamba mwenye kujihusisha na zinaa anakwenda kuichafua hadhi yake, anakwenda kuichafua dini yake, anakwenda kuichafua thamani na utukufu aliopewa na Allah, lakini pia anakwenda kuichafua hata njia yake, kuifanya kuwa ni njia mbaya ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Leo tunao vijana na tunayo jamii ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewapa ujasiri wa kutaka na utayari wa kuingia katika ibada na maisha ya ndoa, lakini miongoni mwa mitihani tuliyokuwa nayo ni kukutana na baadhi ya vikwazo kwa wale ambao ndio wamewashika au wameshika idhini za wale mabinti zao kuingia katika maisha ya ndoa, vikwazo ambavyo vimekuwa ni sababu ya kuendelea kutapakaa zinaa katika jamii tuliyokuwa nayo. Nitawakumbusha, huko nyuma na zamani ilikuwa mtoto wa kike kuzaliwa kwake mpaka kukua kwake, akifikia umri wa kuvunja ungo anawekwa ndani, kwa maana ya kufichwa na kufundishwa desturi zinazoendana na hali aliyokuwa nayo na umri unaokwenda mbele, anapewa miiko na taratibu. Lakini ikiwa akiwekwa ndani baada ya kuvunja ungo, ilikuwa anatoka siku ambayo wazazi wake wamemtafutia mume aliyekuwa bora katika maisha yake. Binti alikuwa akiwekwa ndani mara moja tu, akivunja ungo mpaka siku atakayeolewa ndio anatoka na kwenda kwa mumewe. Maisha yakaenda, baadaye kikaja kizazi kikaongeza nyakati za kuwekwa mwanamke ndani akishakuwa mkubwa, kwamba akivunja ungo anawekwa ndani, anafundishwa kwamba wewe ushakuwa msichana mkubwa, kuna mambo unatakiwa ujiepushe nayo, kuna mambo unatakiwa ukanayo mbali, kuna mambo unatakiwa ndio yawe mavazi katika maisha yako. Lakini kwa sababu tunamtaka binti huyu awe na maendeleo ya kijamii, aendelee kusoma, baada ya pale anatolewa, anaendelea na masomo yake. Itakapofikia wakati wa kuposwa, atawekwa tena ndani na kufundishwa namna ya kwenda kuishi na mumewe, atachukuliwa, atakwenda katika ndoa na maisha ya mumewe. Kikaja kizazi ambacho ndicho kinaendelea mpaka sasa.
Kizazi kilichofuatia baada ya pale ni kizazi ambacho binti hawekwi ndani akivunja ungo wala hawekwi ndani akikaribia kuolewa, kiasi kwamba leo unaweza kukuta binti anaolewa leo Ijumaa, jana Alhamisi ulikutana naye Kariakoo, kisa amevaa ninja, anatafuta nguo yake ya kuvaa leo, yule muolewa mwenyewe. Ndio kizazi kilichokuwa nacho sasa. Imefikia hatua leo yako baadhi ya mambo yamefanywa kuwa ni sheria katika familia zetu, ilhali kumbe kwa kuziweka sheria zile ndio zimesababisha kuvunjwa sheria za msingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu leo wakipelekewa posa za binti zao kwamba binti yake ameposwa na fulani, majibu yakajibiwa kwamba umekubaliwa, njoo uoe, basi tayari yule binti huona kama ndo kashaolewa, atakwenda kwa yule bwana wakati wowote na hataona tabu kuaga nyumbani na kwenda kwa fulani, kwa sababu tayari kashamposa na ameshakubaliwa kuja kumuoa. Na wazazi nao wanachangia katika hayo, wala hawana tabu. Na ikitokea shida mbalimbali za kijamii au za kifamilia, wakati mwingine mtoto huambiwa si uongee na mwenzio basi atusaidie jambo fulani, wakati bado hajaolewa, kisa tu ametolewa barua na barua ishakubaliwa tayari. Haya yakaendelea kusababisha mlango wa zinaa uendelee kuwa wazi. Lakini kubwa zaidi, ambaya zaidi, ni hata wale wazazi ambao wanapoletewa posa kwa ajili ya mabinti zao, ukafikia wakati wa kuzijibu zile posa ili mabinti zao waolewe, wakajibu zile posa kwa kuweka orodha ya vitu ambavyo kisheria havina msingi wala maana yoyote, bali vimekuwa ni vikwazo vya kuwafanya vijana wengi wasioe kwa haraka. Na kuja mtu ameposa binti yako, umemuuliza binti mahari ni kiasi gani, kwamba mahari $500. Barua ile ikijibiwa kwenda kwa yule muhusika, mshenga akija kuchukua ile barua, akiifungua kuangalia mahari ya binti, anakuta mahari ni $2.5 milioni, $3. Kutoka $500,000 mpaka $2.5 imefikaje? Kuna vitu vimeorodheshwa hapo. Kuna bakora ya babu, sijui kuna mkaja wa nani, sijui wa baba, sijui kuna mkaja wa mama, kuna tenge la shangazi, kuna blanketi sijui la nani, kuna msuri sijui wa nani, kuna jembe sijui kuna kitu gani. Vyote vimeorodheshwa, ambavyo hivyo vilivyoorodheshwa gharama yake ni kubwa kuliko hata mahari ya biharusi. Na ikitokezea mshenga akarudishwa na yule muhusika, bwana nenda kaniombee takhfifu, hii $2.5 kwa hali yangu siiwezi. Akirudi kuomba takhfifu, kikao kitakaa kuijadili mahari, tupunguze kiasi gani kwenye mahari, sio kupunguza yale mahitaji mengine aliyotakiwa. Na inawezekana kijana akanyimwa mke kwa haraka kwa sababu tu hayuko tayari kutanguliza yale mahitaji mengine. Na wengine wanamwambia kabisa, tutakuozesha, lakini ili tukuozesha, kama uweze kulipa mahari yote kwa pamoja, basi hakikisha hii $2 umeilipa, hii $500,000 ya biharusi kwa sababu ni ya kwake, mtakwenda kulipana wenyewe huko. Mambo haya yameendelea kuufungua mlango wa zinaa katika jamii tuliyokuwa nayo. Nikwambieni kwa hakika kabisa, kwa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man aana ala ma'asiyatin, yoyote ambaye amesaidia kutekelezeka maasi yoyote ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni kwa maslahi yake binafsi, kwa maslahi ya aina yoyote, lakini mradi yale ni maasi na yametekelezeka kupitia msaada wake yeye, na yeye pia ni mshirika wa maasi yale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujiulize, ni wazazi wangapi leo tunashiriki maasi ya zinaa kwa mabinti zetu? Tujiulize, ni wazazi wangapi leo tunashiriki maasi ya zinaa kwa vijana wetu? Nilisema wiki moja hapa iliyopita ama wiki mbili kwamba kuna watu wanashindwa kuoa kwa sababu tu hawana uwezo, na wanategemea hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, kwamba mimi bado uwezo sijakuwa nao bwana, nitamuoa binti ya watu, nitamweka wapi, nitamlisha nini? Tukaisoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Namna gani Mwenyezi Mungu anawabariki wale ambao wameingia katika njia ya ndoa kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nenda kasome hadithi za Bwana Mtume Muhammad, ta'amul lithnaini kafi thalatha, kwamba chakula cha watu wawili kinawatosha watatu. Chakula chako wewe peke yako kinamtosha na mkeo. Lakini mpaka nikafikia kusema
Yule unayemuoa sio kwamba ndo amezaliwa siku ile, yule alizaliwa na maisha yake anayo. Mwenyezi Mungu amemwandikia riziki zake na kila kitu chake katika dunia yake. Lakini leo ukisema kwamba mpaka nipate cha kumlisha mke wangu, huyo ninayetaka kumuoa ndo nimlete kwangu, ina maana unataka kule alikokuwa afe njaa. Riziki yake inapitia kule kwa sababu yuko kule. Mchukue ukae naye ndani kwako, riziki yake itapitia kwako, si ndio mkeo? Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kwamba oweni, Mwenyezi Mungu atakupeni maisha. Tuliyasema hayo katika mawiki yaliyopita. Wakati tukipambania ndoa kama hizo, tuyakumbuke na haya ama na mihanya hii ambayo inatengeneza zinaa na kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja ya mambo ambayo sisi ametusomesha shekhe wetu, Mwenyezi Mungu amjaze kheri na endelee kumpa umri mrefu, atubatishie tuendelee kudumu naye. Alituambia nitawasomesheni kile nilichosomeshwa, lakini pia nitawasomesheni mfumo wa maisha kwa jamii tulizokuwa nazo. Moja ya mambo aliyotusomesha, iliwahi kutokea posa katika posa zilizoletwa kwa watu ambao yeye wako chini yake. Ikajibiwa ile posa. Siku walioletwa mahari, walikuja wale upande wa bwana harusi mtarajiwa, wameleta mahari na kutoa tarehe yao watakayokuja kuoa. Shekhe akauliza, kwani muoaji yuko wapi? Akaambiwa yuko kwenye gari. Akasema sawa, kwa nini tupange tarehe nyingine wakati kumbe tayari muoaji yupo na tunaweza kumuozesha hivi sasa? Kina mama ndio wanakuwa wazito katika mambo haya, na ndivyo hivyo vilivyokuwa. Kikatoka kikao cha kina mama, itawezekanaje mtoto wetu aozeshwe kimya kimya na kadhalika, mambo yakawa ni mengi. Shekha akauliza, kwa hiyo mmekusudia hii ndoa iwe kipindi gani? Wakataja tarehe karibuni ya miezi miwili, miezi mitatu, kwa sababu wao ndio wana mambo mengi. Lazima waweke kadi za michango, waandae kumbi kwa ajili ya sherehe, waalikane, waandae sare na mambo mengi. Shekha akamwambia sawa, sherehe mtafanya, lakini ndoa tunafunga leo. Akaifungisha ndoa siku ile ile. Tulipotoka pale akatuambia, jamii na kizazi chenu, nyinyi mkishaposa na mkajibiwa kwamba mmekubaliwa, huwa mshajihalalishia. Ndio maana leo nimewaozesha pale pale. Maana yangu ni kwamba hata kama ikitokezea wakaitana na hao kina mama wakasaidia kukutana kwao huko, wakaenda kuyafanya, mimi nisiwe masuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba niliwachelewesha kiasi wakaingia katika zinaa. Leo ni wazazi wangapi ambao wako tayari kuyafanya hayo, kwamba siku na wajibu posa ya binti yako, siku na upokea mahari, ndio hapo hapo ukamuozesha, kisha mengine ukayaacha kina mama waendelee na mipango nayo? Ni nani yuko tayari? Sote hatuko tayari. Lakini tuelewe kwamba wakati ambao tunasubiri tarehe ziende, nyakati zifike za kutengeneza hizo harusi zilizokuwa njema na kubwa kwa mujibu wa hadhi na jamii tulizokuwa nazo, tuyaelewe na haya yanayoendelea kwa vijana wetu. Lakini pia tuendelee kusisitiza, nyinyi ambao mnasimamia harusi za mabinti zenu, ondoeni yale ambayo yanawekwa vikwazo kwa vijana kuoa. Kama hamwezi kuyaondoa, basi yakafifisheni, yapunguzeni. Ni kweli sheria haikatazi, lakini basi msiadai kuwa hayo ndio ya msingi zaidi kuliko mahari. Msiyafanye kwamba akikosekana hayo ndio ndoa hakuna. Kwani huyu binti mnamuuza? Nyinyi si mnamuozesha tu. Wewe babu leo katake msuri, siku zote msuri ulikuwa huna. Leo wewe sio katake blanketi, ulikuwa unalalaje mpaka kuolewa kwa binti yako huyu ndio katake blanketi ya kujifunikia? Turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeingia katika mwaka mpya huu, Mtume anatuambia tuyahame yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Miongoni mwa hayo ni pamoja na hili, tuyahame mazingira ambayo ndani yake kuna ushawishi wa zinaa, ndani yake kuna wepesi wa kuzini, ndani yake kuna wepesi wa kuasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukisimama katika njia kama hii, ndivyo ambavyo tutakuwa tunaboresha uchumi wetu na maisha yetu kwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق
وسيدنا عمر الفاروق وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم وصدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.